kwako hana. Amen. Na aliye kushoto kwako hana. Amen. Na kwa hiyo tunaweza kutofautisha kwa huyu ni John, huyu ni Asmani, huyu ni Musa, huyu ni Asani. Tunaweza kutofautisha. Kwa nini? Kwa sababu na sura ya kwako peke yako. Na kwa hiyo Mungu amekusudia kujitokeza. Na kwa hiyo Mungu amekusudia kusema na taifa au na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilisema jifunze kusimama kama kuwa wewe. Kwa sababu ukishakuwa wewe, wapo ambao uliwategemea watakuwa upande wako, watakukataa. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho tuliona kwa Yesu Kristo mwenyewe. Wale wakuu wa makuhani ambao walikuwa aliwakuta, ambao wangempokea wanaojua Torati au wanaojua Biblia, hao ndio waliomkataa. Kwa nini? Walitegemea angekuja kwa mfumo walionao. Bwana Yesu asifiwe. Walitegemea angesimama kwa namna wanayosimama wao, ili ashindwe yaliyowafanya wao washindwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alikuja kwa namna ya kwake, na ndio maana wakamuuliza, umepata wapi mamlaka hii? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unatenda haya kwa mamlaka gani? Kwa sababu wao hawakuijua. Kwa nini? Hakuwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana alicho nacho yeye wao hawakukijua. Alikotoka yeye wao hawakujua. Kwa nini? Kwa kuwa hakuwa na asili ya kwao. Alikuwa na asili aliyopewa na baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukishakuwa na vitu ambavyo Mungu amekupatia, lazima uelewe hautafanana na yeyote. Na ndipo itakapokuja lile neno kutimia ya kuwa tunafaidiana, kwa sababu hatuwezi kufaidiana kama tunafanana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kwenda kuomba viazi kwa jirani wakati nyumbani kwako una viazi. Lazima mwenzako awe na kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aliye na Chinese anahitaji nyanya kutoka kwa mwenye nyanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lazima wakisha unasimama kwenye nafasi yako, unakuwa wewe kwenye hilo eneo. Usije ukaiga ukabeba nafasi ya mtu, utakuwa mtumwa kwenye hiyo nafasi. Kwa nini? Kwa sababu haujui chanzo cha hiyo nafasi. Haujui neema iliyoko kwenye hiyo nafasi inapatikana kwa njia ipi. Kwa sababu njia ambayo Mungu anakupatia wewe iko na nguvu yake, inatembea na uwezo wake, inatembea na nguvu zake, inatembea na roho wake. Bwana Yesu asifiwe. Inatembea na ufunuo wa kwake. Kwa hiyo ukishasimama wewe kama wewe, Mungu kwa namna hiyo aliyokusudia kufanya kazi na wewe atajitokeza. Atasema na wewe. Atajidhihirisha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kichwa cha somo leo, mruhusu aliye ndani yako atawale nje. Mruhusu aliye ndani yako atawale nje. Mimi sio mwalimu, ila angekuwepo mwalimu aliyefundisha juzi, labda angeweza kunani. Mimi sio mwalimu. Au unaweza ukaandika aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliyeko nje. Au aliye ndani yangu anamtawala aliyeko nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanafeli kwenye haya maeneo au kwenye nafasi ya Mungu. Kwa nini? Muda mwingi wanatumia nafasi iliyoko nje kuiendesha ndani. Na kama utatumia nafasi yako iliyoko nje kuiendesha ndani, hautaweza kushinda. Kwa nini? Kwa sababu nje kubwa, kwa sababu kuna ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtoto yoyote anayezaliwa ili akae kwenye ulimwengu wa nje, huwa anaanzia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ili aweze kuwa na nguvu za kumiliki na kutawala huko nje, huwa anaanzia ndani. Kwa hiyo ndani ndiko kwenye nguvu ya kutengeneza mwili wa nje. Unataka kutengeneza maisha yako ya nje, lazima umtumie sana aliyeko ndani. Usipoweza kumtumia aliyeko ndani, hautaweza kushinda huku nje. Kwa sababu huku nje kuna vitu vingi vinavyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Na huku nje kuna mambo mengi yasiyofaa. Na ndio ambayo adui anayatumia. Sasa ukitumia nafasi yako ya ndani, itakupatia haki ya kutawala mwilini.
Ukiacha nafasi yako ya ndani, maana yake umeiacha nafasi yako ya nje. Kwa nini? Kwa sababu nafasi ya nje, ya ndani, ndiyo ambayo inakupatia haki katika mwili, ndiyo ambayo inakupatia haki ya kuwa mkuu katika mwili. Nafasi ya ndani ndio inakupatia heshima katika mwili. Kwa hiyo unatafuta heshima katika mwili, lazima kwanza uitumie nafasi ya ndani. Ukiacha nafasi ya ndani, umeiacha nafasi yako ya nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukiona umeshindwa kumruhusu aliyeko ndani kufanya kazi na wewe, kukuendesha nje, maana hauwezi kutawala kwenye ulimwengu huu wa mwili. Lakini hauwezi kuwa na nguvu kwenye ulimwengu huu wa mwili. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya mtu inaanzia ndani. Na ndio maana maandiko yanasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo itakavyokuwa. Kama aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo itakavyokuwa, sio machoni mwake. Sio machoni mwake. Manake ili iwe lazima uone ndani, lazima ujue ndani. Ukishaona kutoka huko ndani ndiko kuna ruhusu majibu ya nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Angalia jirani yako, mwambie muonekano wako huu ndio ulivyo ndani. Ndio ulivyo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa muonekano unaoona huko nje ndio ulioko ndani. Ukiona huko nje umechakaa, ujue na ndani umechakaa hivyo hivyo. Umechakaa hivyo hivyo. Ukiona huko nje unashindwa, ujue na ndani umeshindwa hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya ushindi wa kwako inaanzia ndani. Na ndio maana unaanzia kufanya maamuzi kutoka ndani. Halafu maamuzi ya ndani kinywa kinasema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinywa kinakwenda kukamilisha kilichoko ndani. Kinywa kinakwenda kusema kilichoko ndani. Kinywa hakisemi kilichoko nje. Na ndio maana unaanza kufikiri kutoka ndani. Unaanza kufikiri ndani ya moyo kwanza, ili ndio utende katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ramani yote ya nyumba, ukiona mtu ana ramani ya nyumba iliyoanza ndani, huwezi kuchora ramani kama ndani hujachora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama huwezi kuchora nje kama ndani haujaanza kuchora kwanza, maana lazima uelewe ndani ndiko kulikobeba majibu ya nje. Amen. Ndiko kulikobeba nguvu inayotawala nje. Na ndio maana ukiona mtu anatawala huko nje, alianza kutawala toka ndani. Ukiona mtu anamiliki huko nje, alianza kumiliki kutoka ndani. Amen. Na kile kilichoko ndani yake ndicho kinachomiliki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana adui anapokutafuta, hakutafuti box lako hilo la nje. Hii box la nje wanaweza kula nyama kama Biblia inavyosema, walavyo watu wangu kama walavyo mkate. Hii box la nje wanaweza wakala, lakini wakaondoka na nyota yako, lakini wakaondoka na mtu wako wa ndani, wakaondoka na nafsi yako. Lakini kwa sababu hawana shida na wewe, wana shida na huyo mtu wako anayekufanya wewe kuwa na nguvu, anayekufanya wewe kufanikiwa, anayekuunganisha na mafanikio yako. Huyo mtu wako wa ndani ndiye aliyebeba mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi kuyaona mafanikio yako ya nje kama hujaruhusu huyo mtu wako wa ndani ajidhihirishe nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa ndani anapojidhihirisha nje, unaruhusu mafanikio, unaruhusu uweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha unaruhusu mtu wako wa ndani atawale nje. Usiruhusu wa nje atawale. Ukiruhusu wa nje atawale, utakuwa dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Fungua Biblia yako kitabu cha Yohana sura 6. Nianzie pale. Yohana sura 6. Na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, na hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo mstari wa 58 anasema hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni,
si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asangalia kitu ambacho Yesu anachokizungumza kwenye hili eneo. Anazungumza aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami ndani yake. Angalia, unammeza na yeye anakumeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana anakuwa nje ndani. Yaani anakuwa nje ndani, wewe ndani yeye nje. Yeye nje wewe ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili awe na nguvu za kufanya. Ili uwe na nguvu za kufanya kila ambacho Mungu anakuambia, lazima wewe ukae ndani yake na yeye aishi ndani yako. Kama yeye hajaishi ndani yako, hauwezi kutimiza yaliyoko kwake. Ili uwe na nguvu ya kuyafanya yaliyoko kwenye maisha yake, lazima kwanza aishi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata tunapompokea Yesu, kuna mambo Bwana ingia ndani yangu nami niingie kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unampokea Yesu kwa nje, unampokea Yesu kwa ndani, ili awe na nguvu ndani yako. Na ndio maana Yesu akishakuwa na nguvu sasa, akishakaa ndani yako, hataki kuona kutoka ndani, hawataki kujua kutoka ndani. Sio wewe kwa jina la Yesu. Sio wao utakataa Yesu. Sio wao utakataa katika jina la Yesu. Amen. Ndio maana sema ulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake. Amina. Kwa hiyo ukishakuwa ndani ya Kristo, unakuwa na nguvu huko nje. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Nguvu zilizoko huko nje hazitokani na nguvu yako ya mwili. Zinatokana na nguvu yaliyoko ndani. Uwezo wako ulioko huko nje unatokana na mtu wako aliyeko ndani. Aliyeko ndani ndio ana uwezo wa kukufuta. Ana uwezo wa kukufanya ufanye unachotaka. Yesu asifiwe. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana iwe kwako kwa jina la Yesu anasema. Unachotaka ni kama mtu wako ndani hatasema na wewe. Asera pia. Sakata. Unaweza ukawa kama boksi ambalo haliwezi kufanya chochote. Unaweza ukawa kama boksi ambalo haliwezi kushika chochote. Unaweza ukawa kama boksi ambalo hata likisikia haliwezi kufanya. Mtu wako ndani anaposimama sawa sawa, mtu wako ndani anapoinuka, anapoanza kazi zake, lazima uelewe huyo nje anakosa nguvu, huyo nje anakuwa hana mamlaka, huyo nje anakuwa hana uwezo wa kuzuia, hana uwezo wa kuzuia. Ninachokitafuta kukiona, kuona yaliyoko ndani yako yanatimizwa. Huyo mtu wako ndani anayafanya ya nje kutimia, anayafanya ya nje kuonekana, anayafanya ya nje kutimizwa yaliyoko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu mtu wako nje, anatakiwa afuate oda yaliyoko ndani. Amen. Anatakiwa afuate maamuzi yaliyoko ndani. Kama hatafuata maamuzi yaliyoko ndani, atapishana na uzima wa milele. Kwa nini? Kwa sababu uzima wa milele unaamuliwa na aliye ndani yako. Uzima wa milele unatawaliwa na aliyeko ndani yako. Kwa hiyo kama unataka kuwa na uzima wa milele, kama unataka mauti isikushinde, kama unataka uchawi usikushinde, lazima uwe unamtumia aliyeko ndani. Aliyeko ndani ndiye aliye na uzima wako. Aliyeko ndani yako yeye huwa hafi. Aliyeko ndani huwa hafi. Anataka ujue aliyeko ndani yeye huwa hafi. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaye asiyekufa ndani yako. Unaye asiyeondoka ndani yako. Unaye asiyeshindwa ndani yako. Huyo uliyempokea amebeba uwezo wa milele. Huyo uliyempokea anayo nguvu ya milele. Ndio maana asema ulaye mwili wangu ukaa ndani yangu, ukaa ndani yake. Ninachotaka ujue, unaishi ndani ya Kristo, hauishi ndani ya wanadamu, hauishi ndani ya wanadamu. Unaishi ndani ya Kristo, hauishi nje huko nje wili tu, lakini wao unaishi ndani, wao unaishi ndani. Neema
kujua iwe juu yako. Baba kutambua 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 iwe juu yako. Yesu anasema. Ndio maana Yesu anasema atakuwa na uzima wa milele. Amen. Kwa nini? Kwa sababu anaishi ndani. Oh yes. Na kama utaishi ndani, maana yake hakuna wa nje anayeweza kukuzuia. Amina. Nisikilize kwa makini. Oh yes. Leo hii tunawasoma Shadraka, Meshaki na Abednego. Ndio. Wao waliazimu kutoka moyoni. Ya kwa tutajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Amen. Hawakuamua kutoka nje. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama maamuzi yao ya ndani ndio yaliyoshinda ufalme. Oh yes. Maamuzi yao ya ndani ndio yaliyoshinda ufalme. Oh yes. Manake ndani kuna mamlaka inayotawala ufalme. Oh yes. Ndani kuna mamlaka inayotawala wakuu. Yes. Ndani kuna mamlaka inayotawala dola. Yes. Sekema. Usiporuhusu mtu wako wa ndani asimame ili aseme, ili atende kwenye dunia hii tulio nayo, ambayo ibilisi anaweza kutumia dola kukuangusha, ambayo ibilisi anaweza kutumia vyombo vya dola kurudisha nyuma, hautaweza kushinda. Ni kwa sababu wao wanatumia ulimwengu wa mwili. Wao wanatumia ulimwengu wa mwili. Watakupiga nje. Yesu asifiwe. Watakunyamazisha nje. Lakini ukimtumia mtu wako wa ndani, hauwezi kunyamaza. Yesu asifiwe. Ukimtumia mtu wako wa ndani, hauwezi kukuzuia. Ndio maana wao mfalme aliposema wakoke tanuru ya moto maisha, ile tanuru ya moto hawakuweza. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaishi ndani ambako hakuna mauti. Wao wanaishi ndani ambako hakuna maumivu. Wao wanaishi ndani ambako hakuna misiba. Yesu asifiwe. Ukiishi ndani, yes, hautaogopa maskini. Ukiishi ndani, hautaogopa laana. Ukiishi ndani, hautaogopa wachawi. Wachawi wanatumia vya nje kuharibu vya ndani. Ndio maana Biblia inasema shetani ni kama simba ungurumaye akitafuta wa kummeza. Kwa nini? Kwa sababu anatishia. Utakapotishika huko nje, hawezi kukumeza. Wao sio wa kumeza. Wao sio wa kumeza. Wao ni wa kuomeza. Beba kuomeza yote yako. Beba kuomeza yote yako. Beba kuomeza yote yako. Beba kuomeza yote yako. Sina haya. Ndio maana kama kanisa tunaposimama, oh yes, maamuzi yako yasianzie nje. Hakikisha maamuzi yako yanaanzia ndani. Yes. Ambako ndiko asili ya Mungu. Ambako ndiko iliko pumzi ya Mungu. Oh yes. Ndio maana Mungu alipomuumba mtu, ndiko anasema akampulizia pumzi ya uhai. Oh yes. Pumzi ya uhai haikukaa nje. Ilikaa ndani. Oh yes. Ili kumfanya mtu huyo awe hai. Ili kumfanya mtu huyo atembee. Oh yes. Ili kumfanya mtu huyo aishi. Rapako. Maisha yako na Ukristo wako haijabebwa na mwili wa nje. Yamebebwa na mwili wa ndani. Haijabebwa na asili ya nje. Yamebebwa na asili ya ndani. Bwana inuke juu yako. Uwezo wa Bwana ulio ndani yako. Inuke jina la Yesu. Neema ya Bwana iliyo ndani yako inuke kwa jina la Yesu. Yes. Isipoinuka hiyo kuiendesha nje, amen, utajikuta unakuwa dhaifu. Amina. Utajikuta unakuwa moga. Oh yes. Woga uanzie nje, woga unaanzia ndani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi kumshinda adui yako anayetumia ulimwengu wa mwili. Na nisikilize, Farao alitumia ulimwengu wa mwili kuwateketeza Shadraka, Meshaki na Abednego. Oh yes. Kwa nini alitumia ulimwengu wa mwili? Kwa sababu ndiko ziliko silaha zake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Na akakutana na watu ambao wao hawaishi mwilini. Oh yes. Na ndio maana hawaogopi kufa. Na ndio maana hawaogopi moto. Yes. Kwa nini? Kwa sababu wao hawaishi mwilini. Oh yes. Na ndio maana ili uwe na nguvu kwenye hii dunia, lazima utumie nafasi yako ya ndani. Oh yes. Kama hautaitumia nafasi yako ya ndani, oh yes, utakuwa mlokole wa kawaida. Amen. Kama walivyo walokole wengine walioshinda. Utakuwa mlokole wa kawaida. Yule anayefananishwa na walokole waliokata tamaa. Yes. Yule anayefananishwa na walokole wazinzi. Yes. Yule anayefananishwa na walokole matapeli. Yes. Yule anayefananishwa na walokole wasiojua kusimama kwenye nafasi zao. Yes. Kwa nini? Kwa sababu unatumia wa nje. Oh yes. Lazima hakikisha unamtumia huyo wa ndani. Oh yes. Huyo wa ndani ndio aliyobeba maisha yako. Oh yes. Huyo wa ndani ndio aliyobeba maisha yako. Yes. Na ndio maana anasema atakuwa na uzima wa milele. Kumbe tunaondokana na uzima wa mwilini. Yes. Tunaondokana na maisha ya mwilini. Kwa hiyo unapoishi ndani ya Kristo, unatembea na uzima wa milele usiokufa.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushindi wa kanisa hauko nje. Na ndio maana unakuta huko nje mnaweza mkatoana kasoro mbili fulani simpendi. Lakini yani uko kwenye ulimwengu wa roho ni mzuri kuliko hata wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mzuri kuliko hata wewe. Oh yes. Hizo kasoro unazoziona huko nje haziko ndani. Oh yes. Haziko ndani. Oh yes. Hizo zipo kwa ajili ya kukuwa tofauti. Oh yes. Kwa huyu ni mwanaume na huyu ni mwanamke. Yes. Huyu ana sura ana kichwa chenye kisogo kama changu. Na huyu hana kichwa chenye kisogo. Hiyo kwa ajili ya kuwatofautisha. Huyu ana uso wake umeenda mbele, huyu ana uso wake kama umerudi nyuma. Ana kichwa mbarazo akina nywele kama cha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kwa ajili ya kuwatofautisha. Lakini asili iliyoko ndani ndio unaitafuta. Neema iliyoko ndani yake ndio unaitafuta. Sura iliyoko ndani yake ndio unaitafuta. Na Biblia imesema tunaomba kwa sura ya Mungu na kwa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Sura inayozungumza ni ile ya ndani. Ambayo imebeba huruma, ambayo ina uponyaji ndani, ambayo ina ushindi ndani, ambayo ina uzima ndani. Yesu asifiwe. Mungu ana sura inayonuka kama Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Sura inayozungumza ni ile iliyoko ndani ya roho. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho. Aliweka ndani roho. Na ndio maana ukisoma Biblia yako kitabu cha Warumi sura ya 8, anasema roho ndio ijuayo nia ya roho iliyoko kwa mwingine. Kama roho ndio inayojua nia ya roho iliyoko kwa mwingine, unataka kutambua mawazo yaliyoko kwa mwingine, lazima ujifunze kutumia. Unataka kujua kilichoko ndani ya mwili wa mtu, macho yako yafunguka. Lazima ujue kutumia mtu wako wa ndani. Mtu wako wa ndani anapoinuka, utaona kilichoko ndani yake. Utaona kilichoko ndani ya ufahamu. Utaona kilichoko ndani ya mawazo. Utaona kilichoko ndani ya uelewa. Yesu asifiwe. Amen. Usikilize, Mungu akutengenezi kuwa wa kawaida. Amen. Kwamba hautaishi kuongea kwa kuambiwa na watu. Utaishi kwa namna ile unachokiona. Kwa namna kile ambacho Mungu anakujulisha. Ukishakuwa utumii mtu wako wa ndani, hautajua mawazo yaliyoko kwa mtu. Utakuwa mbashiri kama mpunga pepo. Utaanza kubashiri mambo ambayo hayapo. Utaanza kuzalisha mambo ambayo hayapo. Alienda Bwana anafanya kwa sababu anasikia kutoka kwa Bwana. Anafanya kwa sababu amepewa kuona kutoka kwa Bwana. Hiyo yetu yako. Hiyo yetu yako. Hiyo yetu yako. Mtu wako ndani au hai. 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 Kwa sababu mtu wako ndani asiposimama ni kama amekufa. Oh yes. Kwa sababu aliyekufa huwa analala. Na aliyekufa huwa hasi. Amen. Kwa hiyo hautasikia kutoka ndani. Yes. Huyo mtu wako ndani akikupatia taarifa. Amen. Kwa sababu kama usikii kutoka ndani, maana yake mtu wako ndani hana tofauti na aliyekufa. Oh yes. Kwa sababu aliye hai anazungumza. Na aliye hai anatembea. Oh yes. Na aliye hai anafanya anachokipenda. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona huwezi kufanya unachokipenda, kile ambacho Mungu amekupatia, maana yake mtu wako ndani kafa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ameunganishwa na wafu. Oh yes. Kwa ameunganishwa na wafu. Oh yes. Kunakosa nguvu. Nje kunakosa uhai. Amen. Kwa sababu uhai wa ndani, uhai wa nje unatokana na aliyeko ndani. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh yes. Kwa lazima ujue kumwamsha mtu wako wa ndani. Kama hautamwamsha mtu wako wa ndani, asimame atembee na wewe. Ukamwambia leo toka nje, mimi nakaa ndani. Itumie hii sura, mimi nakaa ndani. Ni muda wako wa kufanya, bali itakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio maana ukisoma Biblia mahali pengine, Filipo alimwambia Yesu, utuonyeshe Baba. Yesu akamwambia Filipo, unasemaje nikuonyeshe Baba? Ndio. Mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, haunijui. Yes. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alikaa kwenye nafasi zote mbili. Alikaa kwenye namna yote zote mbili. Alisimama kama Baba, alisimama kama Mwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Baba yuko ndani yake na yeye yuko ndani ya Baba. Kwa hiyo kuna wakati ni Mungu alikuwa anazungumza na wana wa Israeli lakini hawakujua. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ni Yesu alikuwa anazungumza na wana wa Israeli. Ndio maana Mungu anapokuwa ndani yako hawatakujua wewe ni nani. Hawatakutambua wewe ni nani. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati anayefanya kazi ni huyo aliyeko ndani yako. Kuna wakati anayesema ni huyo aliyeko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.
Roho wa Kristo ainuke ndani yako kwa jina. Roho wa Kristo aketi ndani yako kwa jina. Roho wa Kristo aketi ndani yako kwa jina la Yesu. Ndio maana Biblia yako kwenye kitabu cha Yeremia ile sura ya kwanza anasema, akamwambia, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya maneno hayakai nje, yanakaa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Oh yes. Anasema ili kumoa, kuharibu na kubomoa na kuteketeza. Nguvu ya kuteketeza kwa Yeremia ilitokana na kilichoko ndani. Oh yes. Unataka kumshinda shetani, huwezi kumshinda kwa kilichoko nje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana shetani hachapwi na fimbo. Shetani hapigwi na jiwe, japo wenzetu wanapiga kwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hapigwi kwa jiwe. Ndio maana wanaopiga kwa mawe wanafika wakati wanakanyagana, wanauana wenyewe. Kwani kwa sababu shetani hapigwi kwa mawe ya mikono. Shetani anapigwa kwa mawe ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe mwenyewe ni jiwe, unatosha. Ndio maana Yesu anasema ninyi ni mawe yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni jiwe lililo hai, anasema mtu atakaye liangukia jiwe hili litamvunja vunja, na litakaye muangukia litamsaga tikitiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ndio maana ukiangalia kwenye somo nilikuwa nafundisha redioni, maana yake ninakupatia kitu ambacho kitakupatia nguvu. Adui akija kukuvamia ajute. Ajute. Kwa nini? Kwa sababu hautapata madhara, ila atapata madhara. Ndio maana anasema atakaye liangukia jiwe hili litamvunja vunja, na litakaye muangukia litamsaga tikitiki. Maana yake kuja kukuvamia ategemee madhara. Atakaye kuja akakaa chini yako ategemee kusagwa sagwa, akaonekana tena. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nguvu iliyoko ndani yako ina uwezo wa kumwondoa adui yako. Nguvu iliyoko ndani yako ina neema ya ushindi. Ina neema ya ushindi. Neema ya ushindi inuke ndani yako. Neema ya ushindi inuke ndani yako. Neema ya ushindi inuke ndani yako. Kwa jina la Yesu. Ndio maana anasema, ndio maana anasema, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, damu yangu ni kinywaji cha kweli. Mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kwa kuna vyakula ambavyo sio kweli, hata kama unakula havikusaidii kupata uzima wa milele. Na ndio maana usije ukamkosea Mungu kwa sababu ya chakula. Eti umekosa chakula, eti pilau ya Christmas, umekosa pilau ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasababisha mgogoro aidha kwenye familia yako. Umefeli kiroho. Kiroho umefeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukavunja ndoa yako eti kisa mume wako hajakununulia chakula, huko ndani hajakuwekea store ya chakula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usije karibu ndoa yako eti mimi nyumbani hakuna kitu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amani mlionayo ni zaidi ya chakula. Nafasi mlionayo kwenye mioyo yenu mliowafanya mpendane, hiyo ni zaidi ya chakula. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alipotupenda alipomwambia Bwana kula chakula, akamwambia ninacho chakula msichokijua ninyi. Kwa nini alisema ninacho chakula? Upendo ni zaidi ya chakula. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo ni zaidi ya mavazi. Yes. Usije ukafarakana, unatoka siku na mchumba wako mnafarakana eti hajakununulia nguo. Angalia anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia anakupenda ndani. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kilichoko ndani yake ndicho kilicho bora kuliko hicho unachokiona nje. Unaweza ukanunuliwa nguo afu kadanganya ukaachwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukanunuliwa nguo unaachwa umeenda kwa jirani kutamba. Yeye anaenda kwa basi kwa huyo wewe malizia. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Angalia ndani kumebeba nini? Kwa sababu huko ndiko kuliko beba asili yenu. Huko ndiko kuliko beba muunganiko wenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana asema ulai mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Oh yes. Mimi hukaa ndani yake na yeye hukaa ndani yangu. Yesu akaa nje. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akiwa nje anakuwa kwa sura yako. Bwana Yesu asifiwe. Akikaa ndani anakaa kwa sura yake. Na ndio maana uwezo unaotoka kwenye mwili wako haupo. Uwezo unaotoka kwenye mikono yako haupo. Uwezo unaotoka kwenye akili zako haupo. Unatoka ndani ya akili za aliyeko ndani. Unatoka ndani ya ufahamu aliyeko ndani. Unatoka ndani ya nguvu za aliyeko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana Shadraka, Meshaki na Abednego wakati wanatupia kwenye ile tanuru ya moto, maandiko yanasema askari waliowashika katika mwili, wale walishikwa mwilini, hawakushikwa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana rohoni walikuwa wakamatiki. Rohoni walikuwa hawezi kuzuilika. Mfalme alikuwa anaweza akatumia amri yake na askari yake kuwazuia, lakini rohoni alikuwa hawezi kuwazuia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuwashinda wanaopambana na wewe, lazima ukae rohoni. Unataka kuwashinda wanaopambana na wewe, hakikisha unakaa rohoni. Ninachotamani kuona kanisa watu wanaokaa rohoni hayakai mwilini. Kwa sababu adui anayepambana na wewe lazima aje rohoni. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mshindwa Danieli, hawakumshindwa Danieli kwa sababu walimshinda Danieli kwa sababu alikaa rohoni. Maandiko yanasema roho Bwana ilikuwa ndani yake. Ile roho iliyokuwa ndani yake alipoisikiliza, hakusikiliza mwili, alisikiliza roho. Ile roho iliyokuwa ndani yake ndio iliyofanya madaibu na mawaziri wa msingi. Hawakumshindwa Danieli kwa sababu ni Danieli. Walimshindwa Danieli kwa sababu ndani yake kulikuwa kuna roho inaoendesha mwili, inaoendesha ufahamu. Wanda ulivunja sheria, wanda ulivunja utaratibu wa mfalme, wanda ulivunja sheria ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana Yesu anasema atakaye kukataa wewe amenikataa. Amen. Kwa nini? Kwa sababu ni yeye anasema, sio wewe. Na ndio maana unaweza ukaona hawa jamaa walikuwa wamekamatwa kutupiwa kwenye tanuru ya moto. Amen. Mfalme alikuwa gombani na Shadraka, Meshaki na Abednego. Alikuwa anagombana na ulimwengu wao.